kumbuka Hans, wakati Ramovic anatambulishwa ulibainisha kwamba Yanga wamecheza kamari, na Alikamwe alipiga simu hapa, alibainisha baadhi ya maneno ambayo ameyabainisha. Tunaweza tukabainisha kwamba ni kweli Yanga walicheza kamari kwa Ramovic, kwa maana ya uzoefu wa mashindano ni mdogo, na pengine hata gemu ya juzi hicho kilisababisha. Kocha hana experience na michuano ya kimataifa. Hana, kwa hiyo alikuwa anakuja naye kutafuta CV. Na hiyo ni sababu ya kumhukumu. Kwa sababu games zenye pressure kama hizo zinahitaji matactician, zinahitaji experience. Umeona, kama hauna experience ya kucheza hizo mechi zenye ushindani za kimataifa, kuna muda unafika unachanganyikiwa kwa sababu vitu vingine hujui. Kwa hiyo experience muda mwingine huwa inamata. Umeona, lakini kitu kingine, huyu kocha amekuja katikati ya msimu, anahitaji muda wa kutrain na timu, kurejesha fitness kama hivyo, and then mashindano yanaendelea. Kwa hiyo nilikuwa sahihi kusema kama Yanga wamecheza kamari, na kwa bahati mbaya tayari wametolewa. Mpaka sasa hivi Ramovic amefeli kwa sababu waliomtangulia, Gamondi amefika quarter final, Nabi alipeleka timu finali kombe la shirikisho, yeye ameiacha timu makundi. So na yeye mechi ya kwanza ya makundi alikuwepo kama kocha mkuu, alipoteza. Ni rahisi kusema kama amefeli. Kwa hiyo huko sitaki kwenda zaidi. Nataka turudi kidogo kwenye mchezo wenyewe. Kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo nimeviona vilikuwa vinaendelea. MC Alger ilikuwa ni timu bora kwenye kila kitu. Kuna muda unakutana na mpinzani anakutoa kamasi kweli kweli, kwa sababu ana njia zaidi ya moja kuweza kukuzuia. Kitu cha kwanza, MC Alger walifanya analysis ya mechi zilizopita za Yanga, wanafunga magoli ya namna gani. Nilizungumza hapa Ijumaa, kama MC Alger unahitaji kupata chochote kitu, lazima waepukane na turnover za Yanga. Na Yanga wanafanya pressing, wanatia pressure katikati ya uwanja. Pale ambapo mpinzani unatoka nyuma, umevuka phase ya kwanza, umekuja kwenye phase ya pili ya progression, wanakupressurize, wanaiba mpira pale pale, mpira unawekwa wide, wanakufunga magoli. Unajua MC Alger alivuka vipi hiyo style? Sitaki kuwa na pasi 10 katikati ya uwanja. Nitakachokifanya, nitakaa kwenye shape ya 4-3-3 nikiwa na mpira first half. Mbele nitakuwa na mshambuliaji mmoja, yule Ben Yazidi. Nitakachokifanya, ma center back wangu wakiwa na mpira, sitotaka mipira mingi ipitie katikati ya uwanja. Nitakuwa direct, nitapiga mipira mirefu. Kwa sababu kuna muda Yanga walikuwa nafanya highline, unaona Jobu, Baka, Kibwana wamesogea mbele zaidi.